Previously on Mshale wa Matumaini. Acha huo uzushi bwana. Tunajua ni uongo mtupu. Sidhani kama habari hizi ni kweli. Unajuaje kama habari hizi si kweli? Kwani huoni jinsi nyinyi Wareba mnavyotukandamiza kila mahali? Si uongozi, si biashara, hata kazi zote nzuri na zenye mishahara mizuri mnazifanya nyinyi. Sisi mmetuachia kazi zisizotamanika wala kutazamika. Kweli uyasemayo. Huo ni uzushi tu wa watu. Kila mtu anafaa ajibidiishe katika maisha, ndipo afike mahali pazuri. Habari hizi zipo kila mahali, hata katika vyombo vya habari. Lazima nyinyi tuwaonyeshe kilichomtoa kanga manyoya ya shingo mwaka huu. Ule umerudi tena huu uvumi jamani. Potelea mbali. Si kweli. Nikwambie mara ngapi ndipo unisikie? Hizo ni kelele za chura zisizomzuia tembo kunywa maji. Ninapendekeza muhamie Asania au Jamhuri ya Demokrasia ya Treka kwa muda. Sioni haja ya kuwa na wasiwasi namna hii. Habari hizi zitapita kama zilivyopita awali. Watu wengi walijaa hofu na kuchanganyikiwa. Mama aliendelea kupinga ushauri wa baba. Laiti mama angeelewa maneno ya baba mapema, labda mambo yasingekuwa mabaya kama yalivyokuwa baadaye. Labda tungehamia Azania au Jamhuri ya Demokrasia ya Tereka kama baba alivyopendekeza, na tungekuwa salama. Lakini mama yangu alikuwa mgumu kubadili uamuzi. Alikataa kabisa kusikiliza ushauri huo. Haikuchukua muda mrefu. Siku moja, baba yangu alitoweka nyumbani na hakurudi tena. Tulijaribu kumpigia simu, lakini haikupatikana. Tulipowauliza marafiki zake wa shuleni, hakuna aliyekuwa na habari zake. Hakuna aliyekuwa anajua baba yangu yuko wapi. Mama yangu alimtafuta kila mahali, lakini hakumpata. Tuliripoti kwa polisi ili watusaidie kumtafuta, lakini juhudi zote hazikufanikiwa. Mwisho, tulikata tamaa ya kuendelea kumtafuta. Hatukuchukua muda mrefu baada ya baba yangu kupotea, vita vya kikabila vilianza. Watu walipigana sana. Damu ilimwagika kama maji. Watu wengi walikufa na wengine walijeruhiwa vibaya na kubaki na ulemavu wa maisha. Ni hadithi ya kusikitisha sana. Ninapoisimulia nahitaji ujasiri mkubwa, lakini ninaendelea ili watu waelewe umuhimu wa amani na kuishi pamoja. Mimi na mama yangu tulinusurika kwa bahati sana. Siku hiyo tulijifungia ndani ya nyumba yetu. Hatukutoka nje kabisa. Nyumba yetu ilikuwa na kila kitu muhimu, maji, chakula na choo. Lakini baadaye mama aliona kuwa kujifungia ndani si salama. Tuliona kwenye runinga nyumba zikichomwa moto. Nilishtuka sana nilipoona nyumba ya rafiki yangu Deno ikichomeka. Tulimwomba Mungu atulinde hadi siku inayofuata. Asubuhi mapema siku iliyofuata, tuliamka. Tuliamua kukimbia kutafuta usalama mahali pengine. Nilikuwa na hofu sana. Sikujua nichukue nini na niachane na nini. Niliuangalia mpira wangu, lakini nikajiuliza nitauchezea wapi? Kisha nikamwangalia mbwa wangu. Mbwa wangu alinipenda sana na alikuwa ananiangalia kwa huruma. Nilimhisi pia anahitaji kuokolewa. Hata paka wetu alikuwa na huzuni. Alitaka aende nasi, lakini sikuweza kumchukua. Sikujua nimwache nani na nimchukue nani. Wote walinihitaji na walinitazama kwa macho ya huzuni. Nilitamani ningewaambia kwamba tunakimbia vita siku hiyo. Wangeelewa jinsi vita vilivyotuumiza. Lakini hawakuweza kuelewa kama binadamu. Njiwa wangu walikuwa kwenye matundu yao wakitoa milio ya kawaida, lakini siku hiyo ilionekana kama wanalia. Nilitamani niwasikilize, lakini sikuwa na muda. Nikaangalia jikoni. Friji yetu kubwa ilikuwa imejaa chakula kingi, nyama, samaki, matunda, maziwa na juisi. Ilikuwa imejaa sana hadi ilionekana kama inataka kupasuka. Lakini wakati huo hatukuwa na muda wa kujali chakula hicho. Macho yangu yaliangukia kitabu cha John Kimale kinachoitwa Mshale wa Matumaini.
Nilikuwa nimekisoma kidogo siku zilizopita. Nikakiweka kwenye begi langu la mgongoni. Kilikuwa kitu pekee kilichonipa faraja wakati huo wa hofu, wakati huo wa shida. Kitabu cha Mshale wa Matumaini kilinivutia sana mara ya kwanza nilipokisoma. Utangulizi wake ulikuwa mzuri na uliwavutia wasomaji wengi. Nilikuwa na uhakika kitabu hicho kingekuwa kati ya vitabu bora nilivyowahi kusoma. Nakumbuka kilianza hivi: kila mwanadamu anao uwezo wa kufanikisha ndoto zake ikiwa atajiamini katika chochote afanyacho. Ufanisi wa mtu yeyote unatokana na mtu mwenyewe, wala si juhudi za watu wengine wanaomzunguka. Mwanadamu yeyote ni shujaa kama atatambua uwezo alionao na kuuwezesha. Nilirudisha mawazo yangu kwenye hali ngumu iliyotukumba. Zingu! 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 Sauti ya mama ilisikika kali kama radi ya mvua. Toka mara moja! Ilikuwa yapata saa 10 asubuhi. Nilitoka nyumbani haraka kama mwizi. Sikuwa hata na viatu miguuni kwa sababu ya hofu na haraka. Nilitoka nikiwa bado nimebeba vitu vyangu mikononi. Moyo wangu ulikuwa unadunda kwa kasi sana. Tulianza safari kuelekea barabara kuu. Njiani tulikuta makundi mengi ya watu wakikimbia kama sisi. Wote walikuwa wanajaribu kuokoa maisha yao na kuondoka nchini. Nilihisi huzuni kuiacha nchi yetu nzuri yenye milima na mito ya kuvutia. Niliwaona watu wengi wakiwa wamebeba kila aina ya vitu: masanduku, magodoro, mablanketi, mitungi, karai za plastiki na magunia. Kila mtu alibeba kile alichoweza. Nilitembea nyuma ya mama yangu. Nilijaribu sana kutomwacha ili tusipoteane katika umati mkubwa wa watu. Wakimbizi tulikuwa wengi sana. Kulikuwa na wanaume, wanawake, watoto waliobebwa migongoni au mikononi mwa wazazi wao. Kulikuwa pia na wazee waliokuwa wamechoka lakini walijikaza ili waokoe maisha yao. Kila mtu alijali maisha yake mwenyewe. Tulikuwa tukielekea mpakani Gora. Sauti za risasi zilikuwa zinasikika kila upande. Pamoja na hizo, kulikuwa na vilio vya watu waliojeruhiwa. Hali hiyo ilinifanya niwe na hofu kubwa. Niliweza kuona miili ya watu waliokufa ikiwa imetapakaa ardhini. Ilionekana kama kuku waliokufa kutokana na ugonjwa mbaya. Baadhi ya miili hiyo ilikuwa tayari inaanza kutoa harufu mbaya. Hali hiyo ilinifanya nione jinsi binadamu tulivyoshuka katika utu wetu. Nilihisi huzuni na mshangao kwa kile kilichokuwa kinaendelea. Wakati wa safari, mvua ya manyunyu ilinyesha. Mvua hiyo ilitufanya tuwe na baridi sana, lakini hatukuweza kusimama au kusubiri ipite kwa sababu hatari ilikuwa bado iko karibu nasi. Barabara ilikuwa imejaa matope na kufanya safari iwe ngumu zaidi. Hata hivyo, licha ya mateso yote tuliyopitia, hatukukata tamaa. Tuliendelea mbele kwa nguvu zote tulizokuwa nazo. Gora ilikuwa umbali wa kilomita 200 kutoka tulipoanza safari. Hatukujua kama tungelifika lini, lakini tuliendelea kujikaza na kusonga mbele. Mara kwa mara tulikuwa tukiona mabango yakionyesha umbali uliobaki kufika mpakani. Ilikuwa nadra sana kusikia watu wakiongea. Kila mtu alikuwa kimya, akiwa amejikita kwenye mawazo yake. Ilionekana kama kila mmoja alikuwa akiongea na Mungu wake kwa ndani. Kila mtu alikuwa na hofu kuhusu kile kilichoweza kutokea mbele ya safari yetu. Nilikumbuka hadithi ya mwalimu wetu wa dini kuhusu Waisraeli waliokuwa wakifuatwa na jeshi la Misri. Alisema kuwa kama si msaada wa Mungu, wangeangamizwa wote. Nilipokumbuka hilo, niliomba sala fupi moyoni nikimwomba Mungu atulinde kama alivyowalinda Waisraeli. Nilisema moyoni, Mungu tukumbuke. Kwa sababu sikuwa nimezoea kutembea umbali mrefu kwa miguu, safari ilinichosha sana. Nilitamani kupumzika, lakini hatukuwa na muda wa kusimama. Nilikuwa nimechoka sana mwilini. Mama yangu aligundua kuwa nimebaki nyuma kidogo. Nilimwona akinitazama kwa wasiwasi na kuangalia huku na huko kunitafuta. Mama aliponiona, alinionyesha kwa kidole cha shahada huku akinikemea kwa macho. Niliharakisha mwendo na kumkaribia. Mvua ya manyunyu iliendelea kunyesha na baridi ilikuwa kali sana. Ukungu mzito ulikuwa umefunika barabara na ilifanya iwe vigumu kuona mbele. Watoto wadogo walilia kwa sababu ya baridi na uchovu. Wazazi wao hawakusimama, waliendelea kusonga mbele bila kupumzika. Safari ilikuwa ndefu sana.
Asubuhi jua lilichomoza wakati bado tukiwa njiani kupitia msitu na maeneo ya nyika. Tulikuwa wakimbizi waliokimbia vita vya kikabila. Tulisimama kupumzika mara chache tu tulipochoka sana. Watu waliokuwa na chakula walikula, lakini wengi hawakuwa nacho. Hali ya upungufu ilikuwa kubwa, hakukuwa na maji wala chakula cha kutosha. Hata hivyo, bado tulikuwa na matumaini ya kufika Gera, ambako tuliamini tutapata msaada. Usiku ulipoingia, hofu ilionekana kwenye nyuso za watu wengi. Wazazi walionekana kuchoka sana kwa safari ndefu. Mzee mmoja aitwaye Musambale alipendekeza tuangalie mahali pa kulala hadi asubuhi. Hatukuwa na uhakika kama sehemu yoyote ilikuwa salama. Tulifika kwenye kijiji kilichokuwa mlimani. Tutawaambia sisi ni wakimbizi. Nilimpenda kwa sababu ya ujasiri wake. Sote tulikuwa tunaomba Mungu atupe msaada na watu wa kijiji watuelewe. Ghafla, Musambale alisema tena kana kwamba alisoma mawazo yetu. Tutawarai hadi watuelewe. Hatuwezi kuendelea na safari katika giza hili. Sikuelewa kwa nini Musambale hakuwa na hofu kama sisi wengine. Alionekana kuchukulia mambo kwa wepesi. Labda ilikuwa tabia yake au busara yake. Mzee mwingine, Bikizee Zulu, alikuwa ameshika fimbo mkononi. Uso wake ulikuwa umezeeka sana na umejaa mikundo. Alikuwa hana viatu kama mimi. Miguu yake ilikuwa imechoka na ilikuwa na nyufa. Miguu yake ilikuwa na nyufa nyingi, kiasi kwamba ingeweza kufananishwa na bonde lililopasuka. Alikuwa na mikono iliyojaa sugu na ishara za kazi ngumu za maisha. Kila nilipomtazama Bikizee Zulu, nilihisi huruma sana kwake. Alikuwa akijikongoja kwa kutumia fimbo ya mwanzi ili kusaidia mwili wake uliokuwa umechoka kwa uzee. Alijifunga leso ya zamani sana iliyochakaa kutokana na muda mrefu wa matumizi. Ilionekana wazi kuwa aliishi maisha magumu na ya mateso. Sikuwa na uhakika kama angeweza kufika mpakani Gera, ingawa yeye mwenyewe alikuwa na matumaini makubwa ya kufika huko. Maisha yalikuwa magumu, lakini watu walijikaza na kuendelea. Walielewa kuwa wakati mwingine hakuna njia nyingine isipokuwa kuvumilia na kuendelea mbele. Baada ya muda, tulifika katika kijiji kilichokuwa karibu na mlima. Wakazi wake walikuwa wafugaji wa mbuzi na kondoo, na pia walilima mazao kama mawele, mtama, miwa na mahindi. Mashamba yao yalionekana mazuri na yenye mazao mengi. Kijiji hicho hakikuwa kimeathirika na vurugu za vita. Watu wake waliishi kwa amani na upendo. Hii ilitupa matumaini kidogo. Kijiji hicho kiliitwa Mokowe. Mzee Musambale alienda kumuulizia kiongozi wa kijiji. Tulimkuta. Sisi ni wakimbizi. Tumetoka Kisamale. Mzee Musambale alimweleza baada ya kusalimiana. Tulielekezwa sehemu ya wakimbizi. Tuliruhusiwa kukaa usiku mmoja tu. Watu wa kijiji hicho walikuwa wakarimu sana. Tulishukuru kwa upendo wao. Tulipelekwa kwenye mabanda mawili yaliyokuwa tayari kwa ajili yetu. Tuligawanywa makundi mawili, wanaume upande mmoja na wanawake upande mwingine. Baadhi ya mahema yalihitajika kurekebishwa ili kututosha wote. Usiku huo tulilala tukiwa tumebanwa sana kwa sababu sehemu ya kulala ilikuwa ndogo kuliko idadi yetu. Lakini hakuna aliyejali msongamano huo kwa sababu wote tulikuwa tumechoka sana. Mawazo yangu yalienda nyumbani. Nilifikiria nyumba yetu ilivyoharibiwa na watu, samani zikichukuliwa na vitu vingine kuharibiwa. Niliona pia picha ya moto ukiteketeza mali yetu yote. Nilifikiria friji yetu iliyokuwa imejaa chakula, lakini sasa sikuwa na uwezo wa kukifikia tena. Nilihisi kama nyumbani hakukuwa tena salama, ilionekana kama msitu wenye hatari kubwa. Nilijipa moyo kuvumilia. Mvua kubwa ilinyesha usiku huo ikiambatana na upepo mkali wa kusi. Upepo huo ulitikisa hema letu, lakini hema lilikuwa imara na halikuanguka. Watu wote waligeukia sala. Wengine waliomba kwa sauti kubwa na wengine kwa sauti ya chini. Kila mtu alikuwa akimuomba Mungu msaada katika hali ile ya hofu. Baada ya muda, mvua iliacha. Baadaye tuliletewa maharagwe na mahindi kwa ajili ya chakula cha usiku. Mzee Musambale aliwaomba wanawake 6 wapike chakula hicho. Tulikaa tukisubiri chakula, lakini nilihisi uchovu mkubwa sana kuliko nilivyowahi kuhisi maishani mwangu.
Nilijiuliza jinsi nitakavyoweza kutembea kilomita zilizobaki hadi Gera. Nilijiuliza kama Musambale angeweza kuomba ruhusa tuishi hapo kwa muda zaidi. Lakini sauti ya ndani iliniambia labda hakuruhusiwa kufanya hivyo. Nilifikiria kuhusu safari iliyobaki. Miguu yangu ilikuwa inauma sana, hasa nyayoni na magotini. Baada ya kula, nililala usingizi mzito sana. Sikuwahi kuamka usiku wala kuhisi haja yoyote. Uchovu mwingi ndio uliosababisha nilale vizuri hivyo. Nilipoota ndoto, nilijiona niko uwanjani wa Ntaijuka nikichezea timu yangu ya Nomads. Walikuwa wanacheza na timu ya Ngorongoro, timu ambayo ilikuwa na nguvu sana licha ya kuwa ya kijijini. Ngorongoro ilikuwa imeshinda timu nyingi mjini Madena kama Lulu, Zawadi na Ndazija. Katika ndoto, nilikuwa nikicheza nafasi ya namba 2. Nilifunga penalti na pia bao la pili na timu yetu ilikuwa inaelekea kushinda. Lakini dakika za mwisho, timu ya Ngorongoro ilifunga mabao 3 mfululizo na kutushinda. Mwisho wa mchezo ulipofika, tulitaka mwamuzi atupatie muda wa ziada, lakini alikataa kabisa. Hali hiyo ilisababisha vurugu uwanjani. Wachezaji wa upande wetu walianza kumshambulia mwamuzi kwa ngumi na mateke. Timu pinzani ilipoona hivyo, nayo ikaingia kumtetea mwamuzi, na hivyo vurugu ikaanza moja kwa moja. Wachezaji walipigana wenyewe kwa wenyewe. Katika vurugu hiyo, mchezaji mmoja alinishambulia akiwa na gongo kubwa. Nilikimbia kwa haraka ili kujiokoa, lakini aliniandama. Nilijaribu kumwomba anisamehe kwa kuinua mikono yangu, lakini hakunisikiliza. Alipokaribia, alionekana tayari kunidhuru vibaya. Hapo nilipiga kelele kubwa. Ghafla niliamka. Nilishtuka sana kujikuta nipo katika ulimwengu halisi baada ya ndoto ya kutisha. Watu waliokuwa karibu nami walinisikia nikipiga kelele usingizini. Niliwajibu kuwa ilikuwa ni ndoto tu. Nilikuwa nikitoa jasho jingi mwilini kwa sababu ya hofu niliyokuwa nayo. Wakati huo kulikuwa kumepambazuka kabisa, na wakimbizi wengine walikuwa tayari wanaendelea na safari. Maaskari wa chifu walikuwa wakiwaamsha wale waliokuwa bado wamelala, kwani hakuna ruhusa ya kubaki kambini. Tulijiunga tena na msafara wa wakimbizi. Watu walikuwa na nguvu mpya na walitembea kwa kasi kubwa. Miguu yao ilikuwa inauma sana kutokana na safari ndefu, lakini bado waliendelea. Watu wengine walitupa baadhi ya mizigo yao, hasa nguo, kwa sababu zilikuwa nzito sana kubeba.